Kama ambavyo tumeendelea kukujuza kila wakati tunapokuwa kwenye kipindi hiki cha Alasiri Lounge kuhusiana tu na maonyesho ya Tree Nation ambayo yatafanyika kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 21 ya mwezi huu, usipange kukosa. Wadau mbalimbali tumeendelea kukuletea hapa wakiendelea kutueleza fursa mbalimbali ambazo watakuwa nazo pale kwenye maonyesho, lakini namna ambavyo watu watapaswa kushiriki na kujifunza mbinu mbalimbali za ufugaji, lakini bila kusahau kwenye swala la kula maakuli. Sasa leo Abdalla, ndio mbona unataka kutambulisha kitu cha leo alafu unacheka kwanza? Cha leo ni maalum sana eh? Unajua kwa sisi, kwa kabila langu sisi, ukisikia kitu kinachoitwa nyama bora niache ugali. Hivi eh? Bora niache ugali. I say. Sasa leo mtazamaji, tuko na Milka Bernard. Milka Bernard ni afisa masoko kutoka Breakpoint pale Makumbusho. Bila shaka utakuwa unaifahamu vizuri kama upo Dar es Salaam. Sasa yeye Milka wao ni vendor wa nyama choma ambao pia watahusika katika ule mnada wa Tree Nation watakapo pale. Kama ambavyo tumekwambia katika ile maonyesho ya Tree Nation kutakuwa kuna mambo mbalimbali. Sasa watu wa Breakpoint, ile Breakpoint pale Makumbusho itahamishiwa pale katika maonyesho ya Tree Nation katika swala zima la ubenazomozi hapo. Ubenazomozi katika swala zima la nyama. Sasa kukumbusha ni viwanja vya ubenazomozi. Na nimependa hilo jina ubenazomozi. Wasija kapitiliza. Sija kapitiliza kwenye kitu wameenda wakaenda kiwanja kingine. Unajua shughuli za nyama choma huwa zinatokea siku za weekend. Sasa sija watu kaangukia nyama choma sehemu nyingine. Sisi tunazungumzia Tree Nation. Kwa jinsi maonyesho yalivyo, nadhani wale sehemu nyingine watakwenda kwenye maonyesho. Tunajikuta wanaacha hayo maeneo yao. Karibu sana. Karibu sana Milka. Kama walivyotangulia kusema awali, naitwa Milka Bernard, ni marketing manager wa Breakpoint. Kwanza kabisa ningeanza kuitambulisha Breakpoint. Breakpoint ni kampuni ambayo inatoa huduma za chakula ndani na nje ya nchi, chakula cha tamaduni na chakula cha kisasa, na chakula chenye ubora na ladha halisi. Yes. Kwa hiyo unaposema cha utamaduni wa Kiafrika, Tanzania au makabila tofauti tofauti? Kiafrika, utamaduni wa Kiafrika. Yes. Tuna vyakula mbalimbali, tupo ndani na nje ya nchi. Kwa mfano, kwa Dar es Salaam tupo Kinondoni na Makumbusho. Alafu kwa nje ya nchi tupo Kenya, Kilimani. Yes. Kwa hiyo vyakula vyetu viko vya aina mbalimbali, vya kitamaduni na ladha pekee na yenye viwango bora. Tukiongelea vitu vyenye viwango bora, tukiongelea nyama, ni nyama halisi yenye ubora, na kama tukiongelea samaki, tunatoa aina ya vyakula mbalimbali. Mbuzi, samaki, kuku wa kienyeji. Vyakula vyetu ni vyenye viwango vya juu. Yaani kila unapozungumzia mbuzi, samaki, kuku wa kienyeji, Abdalla anajilamba. Sasa jonge kuja navyo, Abdalla shiriki maonyesho. Sasa itabidi kabisa. Na kwa sababu umezungumza kuhusiana na kile ambacho nyinyi mnakifanya kama Breakpoint katika maeneo ambayo mpo. Hem, tuambie kuelekea katika haya maonyesho ni kitu gani ambacho nyinyi kama Breakpoint mtakwenda kukifanya pale? Katika haya maonyesho ni kipi ambacho watu watarajie hasa? Cha kwanza kabisa, tunawapa wateja wetu, tunawapa live grill experience. Kama nyama wataenda kuiona nyama itavyokuwa tunaitengeneza, the whole process inavyochomwa. Kwa hiyo tunawavutia wateja wetu, na nyama yetu ni nzuri. Na sio nyama tu, tunakuwa tena pia na ule ugali wa aina mbalimbali. Tuna ugali wa muhogo, wa mtama, nyama choma kama hivyo. Kwa hiyo wajiandae kupata vitu vizuri na vyenye viwango vya hali ya juu. Yaani sasa kwa namna nyingine hapa Abdalla, ninachokiona ni kwamba unajua haya maonyesho ni ya mifugo. Sasa kipindi unafuga kuna kuongeza thamani ya mazao. Kuna watu wanafuga kwa ajili ya kuuza mfugo kama mfugo, lakini kuna mtu anafuga, anachinja, anauza nyama. Na Breakpoint wanasema kwamba wao wataonyesha namna ya process ya kutengeneza nyama, kuonyesha ile ladha ya nyama yao ambayo inauzwa, inapendwa. Inatengenezwa kwa kiwango gani. Kwa hiyo mtu anaweza akajifunza kwamba ninaweza nikafuga na nikaongeza thamani. Kwa hiyo kwenye maonyesho haya nyinyi hasa mmejipangaje? Sisi tumejipanga vizuri, timu yetu iko vizuri. Tunajiandaa mpaka siku itakapofika. Tutakuwa tumeweka timu yetu pale, tumeshachukua sehemu kwa ajili ya maonyesho ambapo sisi ndo tutakuwa tunahusika na vyakula, kwa maana ya nyama choma kama jina lilivyoibeba siku yenyewe. Siku ambayo inakutanisha nchi 3 na zaidi.
Yes, kwa hiyo tutakuwepo pale kwa ajili ya kuwahudumia wateja wetu kwa ajili ya vyakula. Na sisi tukiwa tunaenda pale tumejipanga. Kwa maana tunajiamini vyakula vyetu ni vyenye ubora, quality, taste ni tofauti na watu wengine. Watu wengine wao unakuta lese unaenda watu wanachoma nyama lakini it's quite different na sisi. Utofauti wake hasa ni nini? Sisi the whole process tunazingatia ubora, usafi, service na quality na vitu tunapochukulia quality. Na sisi pia pale tunavyoenda pia ni malengo yetu ni mengi. Actually cha kwanza ni fursa kubwa kwetu kuonesha ubora wetu na uwezo wetu hali ya juu katika huduma ya vyakula, kuchoma nyama na vyakula mbalimbali. Lakini pia kuhusu masoko tunaenda kuexpand masoko. Lakini pia na sisi pia tunaenda kujifunza kwa maana pale kutakuwa na wadau mbalimbali, wafugaji, wataalamu. Kwa hiyo pia tunategemea kujifunza na wao watu tunawakaribisha kwetu kwa sababu itakuwa live, tunawapa live experience, grilling experience, wanakuja pale, wanachoma nyama. Kwa hiyo tumejipanga vizuri sana na tutakuwa pale. Tuwakaribishe tu wafike bila kukosa. Sasa unajua kuna kitu nakizungumza hapo, mimi nataka kama nikione lakini najua nitakiona hiyo siku. Unazungumza kuhusiana na nyama halisi. Watu watapata ile ladha kabisa. Mtu anaweza kujiuliza, kwani nyama huwa ninayokula mimi sio halisi? Unaelezea mchakato wa namna ambavyo nyama inachoma kuanzia mwanzoni. Kwani unaweza ukatupa code kidogo? Maana hapa inabidi kuna vile vionjo vitoe hapa. Mchakato wa kuchoma nyama upoje? Yaani hem tuambie ambao nyewe kidogo Breakpoint ni tofauti na wengine ambao wanachoma nyama. Tofauti na wengine. Ambao siku hiyo mtu ataushuhudia. Sawa. Siku hiyo atashuhudia. Kwanza tuanze the process of marination ya nyama. Paka kwanza sisi tuna majiko yetu special ya kuchoma nyama. Sio kama wengine labda mkana nini. Sisi tuna majiko yetu special, tutakuwepo pale, watakuwa wanashuhudia live. Yes. Kwa hiyo tunakaribisha waje waone the whole process tunavyoiandaa nyama, inavyopika jikoni mpaka inamfikia mteja wakati wa kula. It's quite different kwa sababu sisi kwanza tuna vitu special kama majiko tofauti na wengine. Sasa unazungumzia kwamba kuna vitu tofauti ambavyo mtu ataviona pale kwenye maonyesho ya TriNation. Kuna elimu mbalimbali ambazo zitatolewa. Ni pekee mtaonyesha namna ya kuchoma na mtu atapata ladha ile nzuri ya nyama, ama nataka kufahamu pia nyewe kama Breakpoint kuna namna ambavyo pengine nataka kujua kuna namna ambavyo nyie mnaweza pia mkawa mnahusika katika swala zima la kutoa elimu ya uchomaji wa nyama, kwa sababu na namna ya kutengeneza nyama iliyo bora, kwa sababu tunakutana nyama ambazo sizo. Kuna mtu atahudhuria siku zile pale atataka kujifunza namna ambavyo mnachoma nyama nyie, si ndivyo? Tutakula tu nyama ama pia mtahusika kutoa elimu ya namna ya nyama bora, jinsi ambavyo inatengenezwa? Tutahusika pia sisi sana ni kwenye upande wa huduma ya chakula. Elimu pia, kama watu wakija akawa interested akauliza, lazima tumpe elimu. Akija tunamwelezea the whole process, itapitia hapa, itafanyeje, tutaitengeneza mpaka inavyokufikia. Lakini pia elimu tutatoa kama tulivyosema. Elimu lazima itakuwepo, lakini pia wao wajifunze, sio wao tu wajifunze, hata sisi tunategemea kujifunza kutoka kwao. Kwa sababu pale tunakutana na watu mbalimbali, wafugaji, wataalamu, watu mbalimbali. Kwa wote tunaenda pale sio tu kwa lengo la sisi kuchoma au kuuza nyama na sisi pia tunaenda kujifunza na wao. Basi kama sisi tunavyoenda kujifunza na wao wanakaribishwa kuja kujifunza kwetu. Sawa. Nikimuona tema hapa ni kama vile ashe kufika maeneo hayo ambayo yupo ya Breakpoint, wala ashe kwenda bana, inawezekana. Sasa kwa mtu kama tema ambaye asha kupata ladha ile ya nyama na chakula ambacho mnakifanya kule Breakpoint, kuna utofauti gani ambao akija katika maonyesho ataukuta huku Breakpoint haje kuukuta? Kwamba ladha ambayo nilikuwa naipata nikija Breakpoint na nitakayokuja nayo maonyesho itakuwa tofauti. Tofauti sasa, na kwa sababu tunajitahidi sisi ku maintain standard. Sio kwamba mteja ambaye yupo huko aje aone mbona sisi hamtufanyii hivi. Sisi tunajimaintain. Kwa hiyo standard yetu ile ambayo watu wanaijua, wanakuja Breakpoint na ndo wanaipenda mpaka wanakuja wanakula na nini, tutaifikisha kwa sababu imeshapendwa na wengi. Kwa hiyo tutaifikisha kwa wateja wetu wengine waone, kwa sababu ni Breakpoint inasifika sana. Kuanzia ladha ya chakula ni halisi, hakina mambo spices nyingi sana mpaka kitu kinapoteza ladha, hapana.
Breakpoint inasifika ladha nzuri. Ukija kwenye vyakula tuseme sato, kwa kuna aina mbalimbali, unatengenezewa sato chukuchuku, sijui mbuzi mchemsho, sijui ulivi, sijui yani kila kitu unatengeneza. Kwa hiyo tutajitahidi standard ile ile tutaileta, labda kama tutaongezea kidogo itakuwa ni surprise. Itakuwa surprise. Kwa itakuwa ni surprise. Wewe tu akiweza kukuambia hapa si tajua. Sasa tukaenda tukajifunze. Maana unaposema twende na maana twende tukaishinde jikoni. Vyote tule na tujifunze. Lakini nataka kufahamu nyinyi mnapoandaa nyama ya ng'ombe na ya mbuzi ama ya kuku, tunafahamu nyama ya ng'ombe na mbuzi kama zinafanana. Uandaji ladha yake ukija kuonja kwenye mnapoandaa inakuwa ni tofauti. Tofauti. Nyama ya ng'ombe, ya mbuzi, kuku tofauti. Uandaji wake labda lesei kwenye kuandaa kuku zina special ingredients zake, mbuzi nini tuseme ng'ombe same, lakini tofauti ladha. Sawa. Milka Bernard, labda sasa zungumza na watazamaji ambao wanakutazama kwa sasa hivi. Una nini cha kuahidi, una nini cha kuambia kuelekea katika maonyesho makubwa kabisa ya Tri Nation? Watazamaji wetu, kwanza kabisa nipende kuwakaribisha kwenye Tri National Livestock Expo. Karibuni sana watu ambao bado hawajachukua sehemu kwa ajili ya maonyesho. Kuna watu wengi labda wanataka waonyeshe vitu vyao, karibuni sana. Lakini pia kwa wapenzi wa nyama choma, tunawakaribisha sana. Nyama choma, vyakula mbalimbali, karibuni sana mje mpate experience ya kwanza nyama, kila kitu na nyama yetu, muonje ladha. Kuna wengine unakuta hawajai kuonja. Na pale unakuta kuna watu wa mataifa mbalimbali. Kuna Kenya, kuna Namibia na Tanzania. Kwa hiyo tunawakaribisha waje kuonja. Breakpoint ni sehemu inayoaminika, yenye hali ya juu, viwango vya hali ya juu, viwango vya international kwenye kutengeneza nyama yenye testi halisi, sio testi iliyochakachuliwa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana waje, waenjoy, wafurahie, na pengine wawe wateja wetu kabisa. Wawe wanakuja, wakifika wakivisit Tanzania, wanakuwa wanaona pale sehemu fulani ndo nilipata nyama. Kwa hiyo tuwakaribishe sana ambao bado hawajajisajili, kwa sababu pale ni vitu vingi vinatokea. Kuna watapewa seminar, kuna marathon. Kwa hiyo watu karibuni sana, mje mjumuike, pia msikose kuonja kitu ambacho Breakpoint tumewaandalia. Ni special sana, vingine ni special tunatunza. Tutakutana. Tunashukuru sana dada Milka Bernard. Sawa. Tutatembelea huko kwenye maonyesho, maana sisi ni wadau. Tutakuwepo kutangia tarehe 19 mpaka tarehe 21. Yani tunafungua na kufunga pamoja. Kwa hiyo tutakuja. Tujiandae na sahani zetu au? Jiandaeni kabisa. Kwa hiyo karibuni sana. Shukrani sana. Sawa. Basi kama tulivyokufahamisha, ni Milka Bernard yeye ni afisa masoko kutoka Breakpoint Makumbusho, ambaye pia ni wasambazaji wa nyama choma katika minada. Watashiriki katika maonyesho ya Tri Nation kuanzia tarehe 19 hadi 21 pale Ubena Zomozi.